Yes, bwana, tokea mwanzoni kabisa miaka ya nyuma hiyo mpaka sasa hivi mtazamaji, viongozi wa hadhi za juu ama viongozi wa ngazi za juu nchini Iran, basi wengi wao wameweza kuuliwa na jeshi la Amerika, na sijui ni kwa nini mtazamaji, Amerika inafanya jambo kama hili. Sasa nitakwenda kukutajia wale viongozi ambao wameweza kuuliwa ama kuuawa kwenye misheni za kupambana na jeshi la Amerika. Mpaka sasa wanafikia viongozi wengi sana. Nitakwenda kukutajia mmoja baada ya mwingine ili ukaweze kuwajua watu hawa waliouawa na jeshi la Amerika tokea mwanzo mpaka sasa hivi. Bwana, sasa tuanzie hapa. Wa kwanza kabisa anajulikana kama vile Akbar Motalebi Zade. Huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa ambaye anaongoza kwa kutengeneza nuclear, lakini aliweza kufariki kwa mashambulizi ya Amerika na Israeli miaka ya nyuma kabisa. Kuna mwingine ambaye alikuwa anajulikana kama vile Sayyid Amir Hussein Fek. Huyu pia ni Muiran ambaye huyu alikuwa ni msaidizi wa huyu mtengenezaji huyu wa kwanza ambaye tumemtaja, ambaye alikuwa anatengeneza ma nuclear. Sasa huyu Sayyid Amir Hussein Feki ndio alikuwa ni mwanachini wake, yani kama yeye hata ingia kazini basi utakutana na huyu Sayyid. Umeelewa ninavyokuambia, ni mwanachini wake hapo. Kuna mwingine anajulikana kama vile Ismail Haniyeh. Ni huyu sasa alikuwa ni chief of political in Tehran, yani huu mambo ya siasa, basi yeye alikuwa yuko kwenye mstari wa mbele, kiongozi mkubwa sana wa siasa. Bwana, kuna mwingine pia anajulikana kama vile Sayyid Razi Mosafi. Huyu alikuwa ni mshauri wa nchi. Bwana, kuna mwingine hapa ambaye anajulikana kama vile Mohammed Hajrahiwi. Mjua majina yao mtazamaji kidogo ni magumu hapa. Mohammed Hajrahiwi ambao huyu alikuwa ni komanda mwenyewe, alikuwa ni komanda kwenye kikosi cha wanajeshi. Bwana, kuna mwingine ambaye anajulikana kama vile Muhammad Reza Zahed. Huyu pia alikuwa ni kamanda wa jeshi. Listi bado inaendelea, ni wengi sana. Kuna mwingine anajulikana kama vile Abbas Nil Forashan. Huyu pia alikuwa ni mwanachini wa kamanda. Kwa hiyo naye pia aliweza kupoteza maisha kulingana na vita hivyo vya Marekani na Israeli wakimshambulia wakimshambulia Iran. Bwana, kuna mwingine anajulikana kama vile Majid Musavi. Huyu alikuwa ni kiongozi kwenye masuala ya ndege, masuala ya kupaisha mandege za kivita. Bwana, huyu ndio alikuwa ni kiongozi. Tuna mwingine hapa ambaye anajulikana kama vile Muhammad Shiraz. Bwana, yeye alikuwa ni kiongozi mkubwa huyu wa jeshi pia la Iran. Hapa sio sahihi mtazamaji, tunazungumzia ni miaka ya nyuma mpaka sasa hivi, ndio maana unaona listi inakuwa kubwa. Kuna mwingine anajulikana kama vile Sayyid Abdulrahman Musavi. Huyu alikuwa ni commander in chief bana kwenye jeshi la Kiiran, yani huyu alikuwa ni komanda mkubwa. Pengine una wasiwasi, unajiuliza kwani mbona anataja makomanda wengi? Yani kumaanisha, unajua komanda akishafariki kuna chaguliwa kamanda mwingine. Sasa huyu mwingine akishafariki kunachaguliwa mwingine. Sasa wamekuwa kifariki sana, ndio maana unaona ninawataja wengi ni makamanda hapa. Sasa tuna mwingine ambaye anajulikana kwa vile Ismail Khan. Pia huyu alikuwa ni kamanda kwenye jeshi la Iran, anajulikana kama vile Quds Force, IRGC Quds Force. Kuna mwingine anajulikana kama vile Ali Shamkhani. Huyu alikuwa ni sekretari kabisa
kwenye mambo ya security huko. Bwana, kuna mwingine sekretari kwa mambo ya security, pengine hujanielewa, ngoja nikueleweshe. Unajua mtazamaji, kama kuna vita fulani, kuna bajeti ya pesa huwa inawekwa. Kama ndege ngapi zinaenda, unajua ndege pia zinahitaji mafuta nini. Sasa ile bajeti ya kivita lazima kuwe kuna mweka hazina, kuna sekretari anaandika. Sasa huyu Ali Shamkani ndo alikuwa anahusika kwenye hayo mambo ya bajeti hiyo. Nadhani nimeweza kunielewa mpaka sasa hivi. Bwana, kuna mwingine anajulikana kama vile Aziz Nasirzade. Huyu bwana alikuwa ni minister kabisa wa defense. Ukija masuala ya jeshi la anga, anajulikana kama vile Aziz Nasirzade, naye pia aliweza kufariki kwenye mapambano hayo kati ya Israel wakiwa wamechanganyika na Amerika wakiwa wanamshambulia Muirani. Bwana, kuna mwingine anajulikana kama vile Muhammad Pakpu ambaye huyu pia alikuwa ni kamanda huyu. Nimeshakueleza kwa nini nataja makamanda wengi. Huyu pia alikuwa ni kamanda. Kuna mwingine anajulikana kama vile Mojtaba Hamenei. Huyu ni leader pia, alikuwa kiongozi pia. Alikuwa ni kiongozi huyu. Sasa Ali Khamenei, sasa unaona huyu Mojtaba Hamenei, mtoto wake alikuwa ni huyu Ali Khamenei. Ndio umeelewa? Ali Khamenei ndio huyu ambaye ameweza kuuliwa juzi tu baada ya Amerika kutuma kombora likaenda likalipua mahali ambapo huyu Ali Khamenei alikuwa anakaa. Sasa kabla huyu Ali Khamenei ingie, kulikuwa na kiongozi alikuwa anajulikana kama vile Mojtaba Khamenei ambaye alikuwa sasa ni babake. Umeelewa? Sasa huyo pia aliweza kufariki, na huyu Khamenei mwenyewe pia juzi ameweza kufariki. Sasa sijui mtazamaji, ni kwa nini Amerika imekuwa ikiwashambulia sana viongozi wa juu wa Iran namna kama hii, na hadi pia kuangamiza maisha yao. Ni wengi tu. Kuna mwingine anajulikana kama vile yani wapo wengi hapa. Ukiachana na hawa, kuna wale Waarabu wengine ambao wanajulikana, wale akina Osama bin Laden. Pia Amerika ilikuja ikamshambulia yule jamaa. Kina Muhammad Gaddafi, Amerika ilikuja ikamshambulia. Sasa Waarabu wengi kidogo huwa hawaelewani na Waamerika, sijui kwa nini. Mwisho wa siku hadi wanaelekewa kushambuliwa na pia kupoteza maisha. Bwana, wengi wao wa Amerika, Saddam Hussein pia, mambo kama hayo, basi wanashambuliana. Bwana, zidi kuwa na mimi na zidi kukuletea taarifa nyinginezo. Sasa hivi ama habari ni moto kabisa, zidi kutegea hapa na zidi kudondosha habari kila kukicha. Cha msingi tu ni wewe usikose kulike, usikose kusubscribe, usikose kucomment, usikose kushare kwa ndugu jamaa na hata pia marafiki zako ambao nao pia wangependa kuziona habari kama hizi zinazozidi kutrend nchini kote ama ulimwenguni kote, ama pia tunaweza sema duniani kote. Zidi kuwa karibu na simu yako, alafu kama huna bundles basi hakikisha uko mahali kuna wifi ili usipitwe na habari hizi.